Hujambo mtazamaji popote pale unapoitazama kituo hiki cha Sayare TV na kukaribisha kwenye kipindi hiki. Naitwa mchungaji Ken Rono kutoka kanisa la UPEC sehemu za Kesses Moi University. Mpendwa, na kukaribisha tukaweze kujifunza neno la Bwana kuhusu kitu kinaitwa madhabahu. Na kabla hatujaweza kuingia kwenye maandiko, wacha tuombe. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, ninalitukuza jina lako Bwana. Jioni ya leo ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye anafuatilia kipindi hiki. Bwana, nanena baraka na ushindi juu ya kila mmoja wetu ambaye anafuatilia kituo hiki. Bwana, natangaza upanuzi wa mipaka ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Ninapoenda kulifunza neno lako Bwana, naomba ukaweze kunitumia kama chombo chako ili kwamba nikaweze kuifikisha ipasavyo. Na zaidi Bwana, ukaweze kubariki mioyo za watu wako. Utubariki na utuongoze, maana tuomba kwa njia ya Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Mtazamaji wangu katika jina la Yesu Kristo, geuka nami kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Nitaisoma kuanzia mstari wa 25, ijapokuwa nitaelezea baadaye kwa ufupi. Biblia inasema hivi: ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangusha madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, ukaikata Ashera iliyo karibu nayo. Ukamjengea Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtwaa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni ya zile Ashera ulioikata. Ndipo Gideoni akatwaa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi aliyatenda usiku. Mtazamaji wangu katika jina la Yesu Kristo, tumesikia hadithi hii kuhusu mtu anaitwa Gideoni. Mpendwa, kuna huyo mtu ambaye alitembelewa na malaika wa Bwana, akamwambia jitie moyo ewe jasiri. Na saa hiyo akiambiwa yeye ni jasiri, amejificha kwenye pango akipepeta ngano. Bwana anatuambia, ama Biblia inatuambia ya kwamba Bwana akazungumza na yeye, akamwambia ya kwamba mimi ninataka ukaweze kunitolea sadaka. Na sasa usiku Biblia inatuambia ya kwamba Bwana akazungumza na Gideoni, akamwambia ninataka uende ukaibomoe madhabahu ya baba zako, na baada ya hapo ukaweza kutoa sacrifice, ukaitoe dhabihu katika madhabahu ile ukitumia zile miti za Ashera. Biblia inaniambia ya kwamba Gideoni alichukua hatua hiyo, ijapokuwa aliifanya usiku maana aliogopa watu, lakini cha muhimu ni kwamba aliweza kutekeleza vile ambavyo alikuwa ameambiwa. Na baadaye watu walipoamka asubuhi wakapata zile madhabahu ya Baali pamoja na miungu yake yote imeangushwa chini, na akaona hapo kando pia wameweza kutoa dhabihu, na hiyo dhabihu wametumia zile miti za Ashera, ama kumaanisha ya kwamba Ashera pia imeteketezwa. Mpendwa, najaribu kukwambia nini? Ya kwamba Gideoni baada ya kufanya mambo haya, watu waliingiwa na ghadhabu mwingi, wakawa na hasira, mpaka wakaenda wakamtafuta baba ya Gideon, wakamwambia ya kwamba tumesikia ni kijana yako ndiye alifanya kitendo hili cha aibu, na sasa tunataka utupatie tukamwangamize. Lakini nashukuru Mungu kwa ujasiri aliyokuwa nayo Joashi, maana aliwaambia kwamba kama kweli Baali ni Mungu, mbona mnamtetea? Msingemwacha ajitetee. Mpendwa, katika jina la Yesu Kristo, ninataka kuzungumza kuhusu kitu inaitwa madhabahu. Madhabahu ni kitu ambacho kinaongoza maisha ya watu, either positively or negatively. Lakini maisha ya kila mmoja kuna kitu ambacho kinazungumza kwa maisha yake. Biblia inasema ya kwamba Gideoni, kwa sababu walikuwa, hili taifa lilikuwa limesetwa, lilikuwa limegandamizwa, walikuwa wameanza kujificha kwa mapango, wengine walikuwa wametoroka. Lakini Bwana alikuwa anataka kurejea katika nchi ile, akasema tutakuweko na miungu miwili. Watu hawatakuwa wanaabudu Baal at the same time, wanataka niwapiganie. It is either Baal or God.
Na basi Gideoni akapewa responsibility ya kuhakikisha ya kwamba ana restore ile kitu ambacho Mungu alikuwa anahitaji, arejeshe Mungu katika taifa la Israeli. Kwa hivyo wacha nikwambie, madhabahu ni kitu gani? Madhabahu ni mahali ambapo pana mawasiliano, pana muingiliano katika ulimwengu wa kiroho. Kuna biashara ya kiroho inayoendelea katika maisha ya kila mtu. Maisha yetu tunayoishi si physical. It is more of spiritual than physical. Kwa hivyo maisha yako inaongozwa, mpendwa, na ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo mara nyingi jinsi tunavyoishi katika jamii zetu, jinsi tunavyoendesha mambo katika jamii zetu, kuna madhabahu fulani inazungumza kwetu. Na hiyo madhabahu kuna kazi ambayo inafanya. Jambo la kwanza, madhabahu hii inaweza leta baraka ama ilete laana. Kuna madhabahu ya magonjwa ambayo inaleta mahangaiko siku zote. Kuna mambo ambayo yanatendeka katika ulimwengu wa kiroho ambayo labda wewe hutaweza kuiona kwa macho ya kawaida, lakini inaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo ndio maana unakutanga jamii zingine wanafanya bidii lakini maisha yao iko backward. Unakutanga jamii zingine hata wakigusa tu kitu hivi ina grow, unashangaa nini inaendelea? Kuna kazi inaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Something behind the scene. Mpendwa, madhabahu iko katika kila jamii. Huwezi niambia kwamba ati kwenu ni wazuri sana. Huwezi niambia kwamba kwenu ninyi mliokoka sasa hakuna kitu inaitwa madhabahu. Kama mliokoka kuna madhabahu ya Mungu. Na kama hamjaokoka basi kuna madhabahu pia ya kiukoo, ya kimbari. Na kuna caretakers wa hiyo madhabahu. Wengine hata ni watoto ambao hawajazaliwa. Wengine wanazaliwa na hizo roho zinashuka siku hiyo, na hiyo ndio inaanza kucontrol jamii. Sitaki kuingilia kwa undani sana kwa sababu ya muda. Lakini nataka nikuambie kwamba madhabahu kazi yake ya kwanza ni aidha kuleta baraka katika jamii ama kuleta laana. Jambo la pili, kitu ambacho madhabahu inafanya, inazungumzanga kwa niaba yenu. Sasa unasikianga mtu akisema hii mambo ni ya kwetu. Sisi kwetu tunafanyanga hivi. Usiwe ni mwili tu kama mwingine. Mbona unasema kwetu? Inamaanisha ya kwamba kuna kitu ambacho kinawaunganisha watu wa damu moja zaidi ya kile ya kawaida. Madhabahu. Unakutanga wengine kuna magonjwa ambayo yameandama maisha ya watu. Unakuta mtu ako na tatizo la kifua, baridi, kwa sababu ya baridi tu. Nakumbuka kuna mwingine kitumia mfano huu. Nilimwahi muuliza kwamba mbona nasikia kama mapua yako imefungika, una tatizo la homa, una homa? Kaniambia hapana, unajua damu yetu sisi tunakuanga na asma. Nikakwambia yake na damu ya kwenu, na sasa wewe mambo ya kwenu na ugonjwa ambao uko nayo inashirikiana wapi? Kaniambia hapana, sisi kwetu kabisa, kwetu kila mtu ako na asma. Babu yetu hata alikufa na asma, sijui nani alikufa na asma. Kwetu asma ni ya kwetu. Bao mejintroduce. Madhabahu inazungumza kwa jamii za watu. Wengine ni magonjwa ya kisukari. Wengine ni pressure. Wengine sijui sickle cell anemia. Vitu nyingi tunarithi. Wengine sasa ni tamaduni. Hapo ninajua nikigusa hapo watu wanasikianga vibaya. Lakini lazima nikwambie mpendwa, kuna tamaduni zingine ambazo zimepitwa na wakati. Na kama itabidi tumekuja, hata kama tutakuja usiku kuibomoa, tunahitaji kuwa na watu wajasiri kama Gideoni, ambao wanaweza inuka na kusema hapana, hizi mitindo za kisasa hazielewani, haziambatani na tabia hii. No. Wapendwa, kuna caretakers wa madhabahu maovu katika jamii zetu. Jambo la tatu ambayo madhabahu inafanya ni kucontrol destiny za watu. Nakumbuka kuna mahali nishawaenda. Kufika pale, kila nyumba kwa hiyo area ni nyasi.
Nikaona nyumba moja ya mabati 12, nikauliza huyu sasa ndio mtu mwenye amekuwa exposed ametembea? Akasema hapana, huyo ndio headmaster wa shule. Kumaanisha kwamba watu wamekandamizwa kwa umaskini. Kuna madhabahu ya umaskini ambayo inafanya kazi kwa maeneo hiyo. Unakutanga wengine hata watu ni wasomi, lakini umaskini bado inawaandama tu. Mtu amesoma ako na mastakabadhi ya makaratasi za kutosha, lakini umaskini bado inaandama watu. Wengine wanajaribu kufuga ng'ombe, lakini ng'ombe asikui. Huwa najiuliza wakati mwingine ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Unakuta wengine wanaweza fuga ng'ombe leo, unalisha chakula yenye nafanana na ya wengine, lakini by the end of the day yako inaendelea kukonda, ya mwingine inaendelea kunona. Madhabahu. Control your destiny. Nakwambia usipite hapo. Wewe naona umejaribu, umesoma sana, umefika secondary, hapo umejikaza sana, usipite hapo. Mafungiwa kamba ni kama ng'ombe. Funga mguu, asipite hapo. Na hizo zimefunga jamii nyingi. Na hiyo wapendwa, ni lazima tuambie ukweli. Jaribu kuchunguza ni nini hicho ambacho kimefunga kwenu. Unakuta jamii zingine kina dada warembo kupindukia, lakini hawajawahi oleka. Kwani wanaume ndio hawaoni nini? Hapana, kuna madhabahu fulani inayozungumza kwa maisha ya watu. Na inahitaji wajasiri kama Gideoni, ambao wanasema hata kama ni kwenda usiku, tuko tayari kuibomoa madhabahu hii. Mpendwa, wacha ukwe Gideoni katika jamii yenu. Bwana akusaidia ukwe Gideoni katika jamii yenu, ili kwamba jamii yenu isiendelee kugandamizwa. Jambo la 4, madhabahu kazi yake pia huwa inasimama ikiwa ni kumbukumbu ya wale walioiwekeza. These family names sometimes they are funny. Unakuta majina zingine funny mpaka unajiuliza na hii kweli? Nasikianga, I don't want to get into details because of time. But I wish next time nitakuambia, Mungu akitujalia. Lakini nataka nikwambia kwamba madhabahu ambazo zinatenda kazi katika jamii za watu zimefunga watu. Wakitaka kusonga mbele hawasongi. Wakitaka, unakuta mwingine ananunua gari, lakini hiyo gari haimalizi miezi 2, hiyo gari imegongwa kwa njia, imeisha. Mwingine tena anajikaza kwa sababu ya laana ambayo imesemekana kwa kwetu sisi magari. Hapana, si ya jamii yetu. So unabaki kwa maskini. Kwa hivyo mpendwa, ninataka nikushukuru na ninakuhimiza ukwe Gideoni katika jamii yenu. Gideoni alisimama kwa ujasiri. Akasema hata kama watu watasema nini. Mstari wa 27 ikasema ndipo Gideoni akawatoa watu 10. Alisema hii kazi ni kama sitaweza peke yangu, wacha nitafuta wanaume wengine wenye watanisaidia. Wakasema, wakaenda, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Akasema lakini kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake, akaamua wacha tuende usiku. Wakaamua kwenda usiku. The most important thing is to see that altar down. It is to see that altar has been demolished. Kwa hivyo mpendwa, ni wakati wako kuchukua hatua na uikomboe kwenu. Mungu akusaidie ukuinuke katika kisasi hii na ukaweze kutetea jamii yenu kwa jina la Yesu Kristo. Inuka na ukwe Gideoni, na Bwana anaenda kukupigania kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana ambalo umetuhimiza tukaweze kuwa na ujasiri kama ya Gideoni, tukaweze kubomoa madhabahu ambazo zinanena kinyume cha madhabahu yako. Yoyote yale ambayo yanajaribu kurudisha maisha yetu nyuma, Bwana utusaidie tukaweze kuwa na macho ya kiroho, tukaweze kutambua haya na tukaweze kuenda kwa ujasiri kubomoa na kuisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Asante maana jamii hizi zinaenda kupona kuanzia leo, maana watu wako wamepata ufahamu, na neno lako limesema ya kwamba utakapoijua ukweli, hiyo ukweli itawaweka huru. Kwa hivyo watu wapendwa hawa wakaweza kuwa huru kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Libariki kundi lako, wabariki watumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Maana tuomba hayo tukiamini kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu awabariki wapendwa na akaweze kuwatendea mema. Naitwa mchungaji Ken Rono kutoka kanisa la UPEC, nikiwatakia kila laheri. Shalom.